ikifikapo Oktoba tujitokeze kwa wingi kufanya uchaguzi ambao ni wa amani na utulivu, ambao tutapata viongozi watao kuja kuleta maendeleo ya mkoa wa Rukwa, lakini na maendeleo kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana wajitokeze kwa wingi ifikapo Oktoba tarehe 25. Watu wengi wanavyowatizama vijana wa Chama cha Mapinduzi wanaangalia kwa jicho la kwamba nyinyi mnaongoza kuwa machawa, aidha kwa viongozi wa siasa ama kitu gani. Lakini nataka nijue Ibra, kwa upande wako unahisi kwamba vijana ambao mpo hivi sasa ndani ya Chama cha Mapinduzi kama taifa la kesho mnaweza mkaongoza taifa vizuri kwa namna ambavyo mmerushia maneno kwamba nyinyi ni machawa? Kwamba nyinyi mna kazi ya kusifia tu, kukosoa hamwezi. Hii ni dhana kizani kwa watu kwamba ikionekana kijana wa CCM anayasema mazuri ya chama, anasema mazuri ya viongozi wa chama, anasema vizuri ya serikali, anaitwa chawa. Sio kweli jambo hili. Ndio. Kusema mazuri ya chama, kusema mazuri ya viongozi wanaotokana na CCM, wabunge, madiwani mpaka rais wetu, kusema mazuri yote ambayo nchi hii yanafanyika kupitia ilani, utekelezaji wa ilani au mipango mbalimbali inayofanywa na Chama cha Mapinduzi, ni kazi yetu sisi. Hawa viongozi wapo kwa mujibu wapo kwa dhamana ya Chama cha Mapinduzi. Ikitokea tusiwasemee mazuri leo, tusitegemee kwamba kuna mtu mwingine atakuja kuyasema mazuri yanayofanywa na watu hawa. Kwa hii ni dhana kinzani tu, sababu hata hao wanaowaita vijana wa CCM ni machawa, upande wa pili nao huwa wanawasifia watu wao. Sasa na watu waite machawa. Kwa hii dhana ya uchawa ni vile tu namna watu wameamua kuitafsiri. Lakini vijana wa CCM kusema mazuri ya rais, kusema mazuri ya wabunge, kusema mazuri ya madiwani wanaotokana na chama chao, ni haki yao. Sababu pia ukifanya hivyo unaweza kumshawishi mtu mwingine akipende chama hawapende viongozi wanaotokana na CCM. Mheshimiwa Mwenyekiti, umefanya ziara ngapi kwa kata zilizo ndani ya mkoa wetu kwa kumbukumbu? Maana sisi huko Kaengesa ndo kwanza tujawahi kuona, ndo tunakusikia redioni hii leo. Naitwa Mr. Siku, mjumbe wa baraza la umoja wa vijana kata ya Kaengesa. Nashukuru sana. Mkoa wa Rukwa una kata 97. Kata 97 huwezi kuzifikia zote kwa wakati mmoja. Ndio. Huwa kuna ratiba. Upande wa Kaengesa nadhani kanda alienda katibu wa vijana wa mkoa. Ni mwezi uliopita nafikiri. Miezi mitatu imepita. Alienda kufanya, ambapo ilikuwa kata gani? Tulienda Uliangalile, Kaengesa yenyewe, lakini tulikuwa kanda. Tulikuwa takriban kata 5 ambazo kwa upande wa Sumbawanga vijijini tulifanya. Lakini pili, katika ile ziara ya kiutendaji ambayo katibu alishiriki, tumeweza kwenda Mfinga, tumeweza kwenda Kalumbaleza, tumeweza kwenda Mwadui, tumekwenda Muze. Baada ya ziara hii pia mwenyekiti wetu ambaye yuko hapa leo, Albert Kipele, pia naye alifanya kazi yake ambayo alikuwa ameongozana. Kamati ya. Kwa hiyo tuombe kwamba tutawafikia sehemu zote. Na Rukwa ni kubwa. Unaweza ukaenda Kilangawana zaidi ya kilomita 200 kule. Unaweza kwenda Urumi, unaenda Mfinga kule, kwa hiyo unaenda Nkansi. Kwa hiyo kote kule kwamba ni swala la muda tu watafikiwa na tutaenda. Kwa hiyo huko Kaengesa tulifika. Kutoka Mtoisa nasema kwamba mwenyekiti ulivyokuja huku ulituambia utashughulikia swala la mikopo kwa vijana. Hilo limefikia wapi? Swala la mikopo kwa vijana lina utaratibu na kila baada ya robo ya mwaka huwa inatolewa. Na nitoe rai kwamba kupitia mikopo ya vijana kuna mfumo ambao wao wanatakiwa waanze kwanza wajisajili kikundi. Na wakishajisajili kikundi basi wenyewe watuletee majina ili tuweze kusukuma, kwa sababu moja ya faida kubwa ya ndani ya Chama cha Mapinduzi, sisi ndio watekelezaji wa ilani, tunaweka msukumo kupitia kwa madiwani, na madiwani wanasema wanaenda kwa ajili ya utekelezaji kamili. Kwa hiyo nimtie moyo kwamba kwanza ajiunge na kikundi, atengeneze kikundi, aende kujisajili kwa afisa maendeleo wa kata ya Mtoisa. Akishajisajili basi tuweze kuwasiliana naye kupitia ofisi ya katibu ya umoja wa vijana mkoa, ili tuweze kuwasaidia hao vijana. Na tukiwa tunamaliza mwenyekiti, pengine ndoto yako ni kuona UVCCM mkoa wa Rukwa inakuaje baada ya utawala wako kuweza kumalizika? Mimi ndoto yangu ni kuona
UVCCM ambayo imeimarika katika kuwasaidia vijana katika nyanja mbalimbali, na mafanikio ya vijana washiriki katika maamuzi ya vijana ndio ndoto yangu kubwa, yani ushiriki wa maamuzi katika vyombo vya maamuzi na vijana wawepo. Kwa hiyo tunaamini vijana wakiingia katika vyombo vya maamuzi, kuna mambo mengi yanayopitishwa kule katika halmashauri ambayo yanawahusu vijana, watashiriki wao moja kwa moja kufanya maamuzi, na hayo maamuzi yatakuwa na faida kubwa sana kwa vijana wengine. Dio. Lakini jambo jingine kwa sababu tunaelekea mwisho, kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa mkoa wa Rukwa, niombe vijana, wakina mama, wazee wetu waweze kujitokeza kwa wingi. Dio. Kushiriki uchaguzi mkuu. Lakini pia tunaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo kwa upande wa Rukwa ametufanyia mazuri mengi sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Kwa kipindi kichache mkoa wa Rukwa umebadilika sana katika sekta ya miundombinu, sekta ya afya, tunasema sekta ya usafirishaji, sekta ya maji, lakini zipo changamoto, lakini tunahitaji kuona huyu mama anaendelea kuwepo kwa kipindi cha miaka 5 ili zile changamoto nyingine ziweze kutatulika na kuweza kuwagusa wananchi wa mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa wajitokeze kwa wingi kuhakikisha wanamuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Okay. Neno lako mwenyekiti la mwisho kwa wale ambao wanatarajia kutia nia kupitia Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mipasho imekuwa ni mingi kweli kweli, kuanzia kundi lako la vijana na watu wengine. Kwanza niwaambie kwamba chama hiki cha Mapinduzi kina utaratibu, na wanaofikiri kwamba wana mipasho wana nini na chama hiki kikubwa kinawaangalia, na vikao ndio vinafanya maamuzi. Na bahati mbaya au bahati nzuri, muda wa kufanya maamuzi hautapatwa muda wa mtu kujitetea. Kwa hiyo mle itakuwa ni rekodi yako, ni karatasi zinazungumza. Kwa hiyo inapofika kwamba kuna mtu alikiuka taratibu za chama, hautapatwa muda wa kuitwa kuja kujieleza, bali vikao ndio vitafanya maamuzi. Kwa hiyo nitoe rai kwa watiania wote wafanye siasa za kistaarabu, kwa sababu mwisho wa siku tutampata mtu ambaye ataenda kuipeperusha Chama cha Mapinduzi na wote tutakwenda kumnadi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wanambao watiania na wagombea ambao wanajiandaa kuacha kufadhili vikundi vya ambavyo vinachafua taswira ya Chama cha Mapinduzi, vinachavunja utu wa mtu kwa kumsema vibaya. Kwa hiyo hakika ninaamini tunao wanachama ambao ni wasikivu, lakini tunao wagombeaji ambao ni wasikivu, wataona. Kwa hiyo na kipindi hiki ni kipindi ambacho hatutamwonea mtu, lakini Chama cha Mapinduzi kitarudisha viongozi walio bora ambao wanakubalika na wananchi. Ndio. Kwa hiyo niombe sana au wanaofanya vurugu, wanaotukana waache, na waambie wafasi wake wasitumie hizo mbinu kwa sababu wanachafua taswira ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Ibra, karibu na lipi la kuambia vijana wanakusikiliza muda hapa? Vijana wanaandika sana mitandaoni huko. Nashukuru. Mimi kama katibu wa uhamasishaji na chipukizi pia ni mdau mkubwa sana sana wa mitandao. Mimi niwaambie kitu kimoja, wana CCM wenzangu. Hiki ni chama ongozi, sio chama cha kiharakati. Ni chama ambacho misingi yake imejengwa, imesimama kutokana na uimara wa kanuni, katiba, miongozo, lakini na mila na desturi ambazo chama hiki kinaongozwa kupitia hivyo. Ndio. Kwa ile nidhamu ndio ambayo imekifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa imara na uwepo wake leo. Tubaki kwenye mistari, tubaki kwenye mstari sahihi. Ndio. Lakini la pili, tuko mwishoni mwa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Yako mambo makubwa sana yamefanyika katika maeneo yetu, nchi yetu, lakini mkoa wetu na jimbo hili la Sumbawanga ambalo leo tupo. Tuwe mabalozi wa kusema yale mazuri. Ndio.
ambao viongozi wetu ambao tuliwaamini kwa miaka 5 walienda kupambania keki. Tusiwabeze, hakuna jambo linalokuja linaanguka kama mvua. Mvua yenyewe Mungu anafanya mambo ndio maana inakuja. Kwa hata haya yanaonekana yamefanyika, kuna watu walijipinda, walipambana kuhakikisha kwamba wanashawishi ili na sisi mkoa wa Rukwa, sisi Sumbawanga tupate chochote kitu ambacho kipo. Ndio. Na mwisho kabisa lengo la kuja hapa ni kuambia watu kwamba mwenyekiti wetu wa taifa Comrade Mohamed Ali Mohamed kawaida atakuwepo hapa kama alivyosema mwenyekiti. Mimi ni walai vijana, sisi mwenyekiti wetu ni mtu ambaye anapenda nginja. Tujiandae kumpokea kwa mapokezi yaliyo ya shamla. Tuvunje rekodi ambayo mikoa mingine imefanya. Tutoe tabasamu na bashasha. Na huyu mwenyekiti amekuwa anaupenda sana huu mkoa. Hii itakuwa ni ziara yake ya 4 kama sio ya 5. Okay. Tulikaa naye karibu wiki nzima hapa kwenye uchaguzi wa Kabwe. Tukaona wema wake na mapenzi yake katika mkoa wetu. Lakini tumheshimishe mwenyekiti wetu mmoja vijana wa CCM mkoa wa Rukwa, ndugu Albert Kipele. Mahusiano yake yeye na viongozi wa kitaifa yamekuwa mazuri, na ndio maana tunaona lundo la viongozi kutoka taifa wanakuja katika mkoa wetu. Na mwisho kabisa, nisiwe msemaji kumshinda mwenyekiti. Mwisho kuongea sana ndugu yangu. Mwisho kabisa, uchaguzi mkuu ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi vyama vya siasa na sisi tunatakwa letu kwenye katiba zetu, lakini uchaguzi huu ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mwanadamu, hakuna kikundi, hakuna watu wahuni wachache au wenye welevu wanaweza kazuia uchaguzi huu. Vijana tujiandae. Asilimia karibu 45 kama sio 50 ya wananchi wa nchi hii ni vijana. Kwa sisi tutumie haki yetu ya msingi kama vijana kuhakikisha kwamba tunaingia katika uchaguzi kifua mbele, tuwapate watu ambao wataenda kutimiza haja yetu kama vijana. Lakini haja yetu kama Watanzania. Okay. Naam. Kwa vijana jitokeze kwa wingi kushiriki zoezi zima la uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kuwachagua madiwani wa bunge na mwisho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.